Hello, hello everyone. Tupo katika somo letu la wafanyakazi kwa ajili ya mavuno. Tupo katika hatua nyingine katika episode yetu ya pili, na leo tutazungumzia swala linalosema karama za huduma ni za kufikisha kanisa kwenye ukomavu. Pointi yetu ya pili tutazungumzia karama za huduma ni za kufikisha kanisa kwenye ukomavu. Kusudi dhahiri la Mungu katika Agano Jipya ni kujenga kanisa lake. Anafanya hivi kwa kutoa zawadi kwa wanaume, kwa wanawake pia. Na zawadi hizi alizokwenda kuzitoa, licha kana kwamba leo tumekuwa na mafundisho mengi ambao yanakataa kwamba wanawake hawawezi wakawa ni wachungaji, hawawezi kuwa ni mitume, hawawezi kuwa ni manabii, na wengine wanaamini hivyo. Mimi sina shida na hao wanaoamini hivyo na wale wanaokataa hivyo. Mimi kusudi langu ni kwamba tu uelewe tu kwamba karama za huduma ni za kufikisha kanisa katika ukomavu. Haijalishi kwamba wewe ni mchungaji, haijalishi kana kwamba wewe ni mwinjilisti, aidha ni mwalimu, aidha ni nabii, aidha ni mtume, lakini hakikisha tu kwamba hicho ulicho nacho, huduma hiyo ulio nayo ni kwa ajili moja tu, sababu ni moja, kuweza kuwafikisha watu katika ukomavu, ni kuweza kulifikisha kanisa katika hali ya ukomavu. Na ndio maana katika Efeso sura yake ya 4:8-11, na ukisoma vesi yake ya 10-11, anasema alitoa wengine kuwa mitume, wengine manabii, wengine wainjilisti, wengine wachungaji, na wengine ni walimu. Karama hizi za huduma hutolewa na zinapaswa kufanya kazi ya huduma. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia vesi yake ya 12, kuna jambo zuri sana. Kwa nini hizi huduma zilitolewa? Na watu wengi huwa wanashindwa kabisa kufahamu na kutambua kwamba kusudi ya hawa watu kuinuliwa, kusudi ya hawa watu kutolewa, kusudi ni nini? Kusudi ni rahisi sana. Kusudi ni kukamilisha, kwa ajili ya kuwakamilisha watakatifu na kuujenga mwili wa Kristo, hata nasi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumjua mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu. Hii andiko gani nzuri sana endapo utahitaji kuielewa kwa kina, na hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kiangalia hapo mpaka kwenye vesi yake ya 13 utaona hivyo. Ona kwamba mwinjilisti ni mmojawapo ya karama 5 zinazotolewa na Kristo katika kupaa kwake, ili kulileta kwenye ukomavu, ili kulileta kanisa kwenye ukomavu. Kwa hiyo wainjilisti nao ni miongoni mwa wajenzi, ni miongoni mwa watendakazi wanaohitajika katika harakati, katika swala la kuweza kuleta ukamilifu wa ukomavu kwa kanisa la Kristo. Hawa nao pia wanawajibika kuweza, na wao pia wana mchango wao kuleta ukomavu kwa kanisa la Kristo. Kwa hiyo wainjilisti wao wamekuwa wakichukuliwa kama vile watu wa kawaida, kwamba wao tu ni kuhubiri tu huko mtaani, kwenye masoko, wapi na wapi, lakini hawawezi kupewa madhabahu. Wao wakiamini tu kwamba wainjilisti kazi yao ni kwenda na kuleta kondoo huko, na baada ya hapo waendelee tu, hawawezi wakapewa madhabahu pale kwenye madhehebu yao, kwenye ibada zao za Jumapili. Hawawezi, kwamba wao tu ni wakupayuka tu ili kwamba sauti, na wale ambao wamejaliwa kuwa na zile sauti kubwa ndo wanaokwenda kuonekana kwamba ndo wainjilisti kabisa, na wale ambao wanaweza kuwa na zile sauti ndogo ndo wanaonekana kwamba hao ni wachungaji. Kwa hiyo uinjilisti na uchungaji hautofautishwi kwa sauti.
Narudia kusema uinjilisti na uchungaji hautofautishwi kwa sauti, isipokuwa unatofautishwa kwa wito ambao mtu anajisikia ni wito upi alionao kwa ajili ya kumtendea na kumtumikia Kristo kwa ajili ya kuleta mavuno yaliyokomaa kwa ajili ya Kristo. Kwa maana hiyo, hapa nimeweza kusema mambo kadha wa kadha, kwamba nimekuwa nikikuonyesha tu kwamba wainjilisti nao ni miongoni mwa watumishi, aidha miongoni mwa huduma ambazo zinahitajika katika hali ya ukomavu kwa kile tunachokwenda kukihitaji katika ulimwengu wa leo, kwa ajili ya kuwafanya mavuno, kuwafanya watu wa Mungu waweze kufikia hatua ya ukomavu. Kwa maana hiyo, maana yake nini? Maana yake ni kwamba hawa watu wa Mungu wa kila mahali kwenye ukomavu, kwa kufanya kazi za huduma, lazima waweze kuletwa na waweze kupewa mbinu na mafundisho ili kuyafanya haya mavuno yaweze kufikia katika hali ya ukomavu. Kwa sababu gani? Kwa sababu mavuno yanapokuwa yamekomaa ndio wakati wa kuvunwa. Subiri twende kwa pointi nyingine ambayo nimeiandaa hapa. Ni wakati wa kukomaa, kwa sababu kukomaa ni wakati wa mavuno. Naomba unisikilize. Ni wakati wa kukomaa, kwa sababu kukomaa ni wakati wa mavuno. Namaanisha nini? Namaanisha pointi nyingine ambayo nimeweka chini hapo, inasema mavuno ni mwisho wa wakati. Katika Mathayo 13 na 39b tutasoma Yesu alisema mavuno ni mwisho wa wakati na wavunaji ni wajumbe, yani malaika. Watu wengi wanaamini kwamba tuko mwishoni mwa enzi kwa sababu nyingi tofauti. Watu wengi wanaamini hivyo, kwamba tupo katika nyakati za siku za mwisho. Watu wengi wanaamini kwamba ndo ulimwengu umeenda, kwa sababu tofauti tofauti ambao kila mtu anayo kulingana na elimu, aidha na mapokeo, aidha na historia. Kila muumini anaamini kwamba tupo katika nyakati ya siku za mwisho. Tupo katika nyakati ambapo dunia sasa ipo kwenye mteremko. Lakini watu wengi huamini tuko mwishoni mwa enzi kwa sababu ya ishara za eschatology. Kwa sababu kuna elimu ya eschatology ambao ni elimu ya siku za mwisho, aidha nyakati za mwisho, ambazo wanaamini ni utiifu wa maandiko ya unabii. Kwa hiyo watu wengi wanaamini kwamba tupo katika nyakati za mwisho, tuko katika siku za mwisho kulingana na elimu ya eschatology, ambapo hiyo elimu ya eschatology ni elimu ya siku za mwisho, ni elimu ya nyakati za mwisho, ambapo inafundishwa kwa mujibu wa kinabii. Kwa hiyo watu wengi wanaamini hivyo kwa sababu wanaamini kwamba hayo ndio mafundisho ya kinabii tunayoyasubiri ili yaweze kuja kutokea na kuweza kutimia. Lakini katika tena hii elimu ya eschatology tunakwenda kuona kwamba watu wengi wanakuwa na mitazamo tofauti. Watu wengi wanakuwa na kila mtu anakuwa na elimu. Mimi sitakuficha, nimeweza kusoma vitabu zaidi ya 50 vya waandishi tofauti ambao kila mtu alikuwa na mtazamo tofauti kuhusiana na hii elimu ya eschatology. Kwa hiyo sasa nikao nimeshindwa mpaka sasa nimfuate nani, aidha mimi nimwache nani, kwa sababu kila mara nilipokuwa nikisoma hii elimu ya eschatology, elimu ya nyakati za mwisho,
zinatofautiana kulingana na uandishi wa walimu tofauti tofauti. Kwa hiyo tunafika mahala tunashindwa kuelewa msimamo upi ulio wa kweli ambao tunastahili kuufuata. Kwa hiyo hilo pia tutakuja kuliona, na tayari nimekwisha kwenda kulitaja katika hili somo letu. Katika somo la mafundisho haya ya kanisa tutakwenda kuona hii elimu ya nyakati za mwisho, hii elimu ya eschatology ilikujaje, iliingizwaje na ikoje, na mazumuni yake na faida kwa kanisa. Kwa sababu kuna watu ambao mimi ninawafuatilia sana kwenye mitandao, watu wengi wanafundisha, lakini unaweza kwenda kumkuta mtu tu maisha yake ni kufundisha tu nyakati za mwisho, nyakati za mwisho. Yesu anasema hivi, watu wasiweze kufundishwa eschatology, watu wasiweze kufundishwa elimu ya nyakati za mwisho, watu waweze kuhubiriwa wakiambiwa tubuni, kwa sababu ufalme wa Mungu unakaribia. Lakini pia ni rahisi zaidi na ni wazi zaidi kuenenda na kile Yesu alichosema kuhusu mavuno. Kwa hiyo sisi hatuna haja ya kutengeneza fundisho. Sisi tuna haja ya kwenda katika kile ambacho Yesu mwenyewe ameweza kukisema, Yesu mwenyewe ameweza kukiongea. Hatuwezi kufanya mengi kuhusu majanga ya asili na migogoro ya kisiasa katika mataifa. Hatuwezi kuelewa jinsi uchumi wa dunia unavyofanya kazi, lakini tunaweza kujiandaa kwa ajili ya mavuno. Ndo maana mimi mara nyingi sana, watu wengi wanakuambia huwezi ukaitenganisha dini na siasa. Watu wengi wana dini, hao ni wanasiasa, lakini mimi kwa mtazamo wangu siamini hivyo. Licha kana kwamba watu wanaamini kwamba huwezi ukaitenganisha dini na siasa, siasa na dini ni kitu kimoja. Mimi siamini hivyo. Huo ni mtazamo wangu, na wale wanaoamini hivyo pia ni mtazamo wao, kwa sababu mimi ninaamini kwamba dini kanisa ni chombo pekee ambacho Kristo anajivunia kwenye ulimwengu, na ambacho chombo hicho kinastahili kiwe kitakatifu, kama jinsi anavyosema katika kitabu cha Waefeso sura yake ya 5, ukiangalia ile vesi ya 25 mpaka 27. Kanisa takatifu, kanisa lisilokuwa na mawaa aidha mikunyanzi, hilo ndo kanisa ambalo Kristo alikuja kulifia. Hilo ndilo kanisa Kristo alilokuja kulitafuta hapa ulimwenguni na akalitengeneza. Sasa ukachanganya hiki chombo ambacho ni kitakatifu, ukakiweka miongoni mwa vyombo ambavyo si salama, huwezi ukanikonvinsi na kuniambia tu kwamba dini na siasa ni kitu kimoja. Tumekuwa na watu wengi wanaweza kuambia kwamba mimi na siasa ni vitu viwili tofauti, lakini kesho kutwa huyo mtumishi wa Mungu unamkuta tena amejinvolve huko kwenye siasa. Huo ni mtazamo wao, hatuwezi tukakataa, lakini mimi nina sababu elfu ambazo zinanipatia sababu kwamba mimi siwezi kuchangamana na wanasiasa, kwa sababu mfumo wa mbingu hauendani na mfumo wa wanasiasa. Wanasiasa wao ndio walio na kauli ya mwisho, lakini sisi kanisa aliye na kauli ya mwisho ni Kristo. Na ukishaelewa tu hiki ninachokimaanisha, utaelewa kwamba ninasema nini. Kwa hiyo lazima tuweze kuelewa kwamba sisi kitu ambacho tunaweza tukakifanya, na ndio maana hapa nikasema lakini tunaweza kujiandaa kwa mavuno. Sisi kazi yetu tunaweza tukajiandaa kwa ajili ya mavuno. Yaani tunaweza kufanya kazi ya huduma ili kufikisha kanisa kwenye ukomavu. Kwa hiyo kazi yetu sisi ni kuhakikisha wakina Mathayo wametoka kwenye kutoza ushuru, na waweze kujiona kwamba katika hali ya kuitumikia serikali walikuwa hawaendi kulingana na mapenzi ya Bwana, walikuwa wakidhurumu, kulikuwepo rushwa, watu walizidi kuonewa, watu wakanyimwa haki zao mahakamani, wale ambao walikuwa hawajatenda haki wakapewa haki, wale ambao walihitaji kufungwa wakafunguliwa, na wale ambao walikuwa wanahitaji kuwa huru wao ndio wakafungwa. Lakini
Maandiko yanasema mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana umponya nayo yote. Kwa hiyo sisi kazi yetu tunakaa ili kuhakikisha, narudia kusema, kazi yetu kubwa ni kukaa na kuhakikisha tunafanya kazi ya huduma ili kulifikisha kanisa kwenye ukomavu. Leo tumekuwa na wachungaji ambao bado hawajawa na ukomavu. Leo tumekuwa na mitume ambao bado hawajafikia katika kilele cha ukomavu. Tumekuwa na wainjilisti na walimu ambao hawajafikia katika kilele cha ukomavu. Haijalishi, siku zote huwa ninasema, haijalishi una miaka mingapi kwenye wokovu, hiyo sio sababu na hicho sio kigezo cha wewe kufikia ukomavu. Nimekuwa na marafiki zangu wengi, nimekuwa na marafiki ambao ni maaskofu, nimekuwa na marafiki ambao ni mitume, lakini ukikaa nao chini ukasikiliza mafundisho yao, ukasikiliza yale wanayoyaongea, ni mambo ambayo kabisa hayapo kwenye ukomavu. Kanisa la Kristo tunahitaji kwenda kwenye ukomavu. Kanisa la Kristo linahitaji liweze kupata watu watakalolifikisha kanisa katika kilele cha ukomavu. Hapo Kristo atatukuka, na hapo Kristo ataonekana, na jina lake litahubiriwa, na jina lake litavuta wengi kwake, na watu watamtumikia katika hali ya upendo, kwa sababu watakuwa wamemjua na watakuwa wamehitaji kufikia ukomavu, kama jinsi anavyosema katika kitabu cha Waefeso sura yake ya 4:11 mpaka 16. Mpaka hapo tutakuwa tumekomea hapo. Tutakwenda kuingia katika kipengele kingine katika episode yetu ya 3, ambapo tutakwenda kuona mavuno yanahudumia kondoo waliopotea katika nyumba ya Israeli. Tutayaongelea hiyo katika episode yetu ya 3, yanayosema mavuno yanahudumia kondoo waliopotea wa Israeli. Kwa hiyo jiandae katika hilo tukio la kuweza kuelewa kwamba hawa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli ni wapi? Ni wanani? Ni wakina nani? Kwa hiyo jiandae, tutakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kuongea na utaweza kunielewa. Mungu wa baraka akubariki. Jiandae katika episode yetu ya 3, na Mungu akufanye wewe kuwa baraka katika darasa letu. Mungu wa mbinguni awe pamoja nao. Amen.